malgré mateso bana kumshimamo wako. Ndoto ikakia kwa mfalme pa analota ngombe 7 za kunona, ziko vile ngombe 7 za kugonda, ziko maani ya fani ya kugonda, ambu za kugonda zina meza za kunenepa. Bwana tusaidie. Za kugonda zinafani zina meza za kunenepa. Mfalme akajaribu kuita wachawi. Wachawi wakamwambia musianse kwanza. Ngombe haizi kula ngine ngombe. Tungesema ni simbe na kula ngombe sawa. Ngombe na kula ngine ngombe. Ngombe na kula njo mayai. Sina kula ngine ngombe haya. Wakasema hivi aliko kwa akili ya kibinadamu. Wangeitaba nabii wa leo. Wangesemaka ile ni mapepo zinakula zingine mapepo. Njoba nabii wa leo wangetabiri hivi. Wenye mshabidia sawa. Nchi yote ikakosa s'il vous plaît maana ile ndoto. Kumbe mkile chenye ulifanyia Mungu ndio kenye utakumbukiwaka ndani. Ambia mwenzako unafanyia Mungu nini kenye kitaacha kukumbukia? Kama ndani yako mko kitu bien-aimé, malgré mateso, ndio wewe utatumika kwa wakati unaofaa na usiofaa. Yusufu angekuwa desi na magumu, ile ndoto za wale watu asizitumikie, hangeinuliwa pale. Kumbe kuna kazi unaweza tumika, unadhania imepita bure. Kumbe hata après ma siècle, ile kazi itakurandra ka service. Alitafikiria wale watu wakumlipa kitu, shukrani waliomlipa walimsahau. Hata wanadamu wanaweza sahau kazi zako, bali mfalme wa amani ambaye hatasahau. Ndio maana unafanya kazi hata kanisani. Usione kama unafanyia mchungaji, usione kama unafanyia kanisa. Ona kama unafanyia baba atakayekumbuka siku moja atakulipa. Mimi nataka maile pezuni ya makinywa. Mungu anakutabiria utakuwa mfalme kupitia ile repe. Me shetani akichungulia ile nyota, ilifua vuruge mtu mwako vuruge juu kimbie. Sijoi. Kama Yusufu angeitika kufanya ile dhambi nyumba ya nani? Ya Potifa. Wenda saa moya na ile kukua Gerao ile nyumba hangebondelesha. Shetani siku zote anatuletea matamaa juu avuruge nyota yetu. Ukakuwa nabii unaanza lomba ile masafra. Unavuruga nyota yako, maana unajifanya nabii mlombaji. Ukikuwa nabii omba kwa uaminifu, mtu akikubariki na kumwambia nibariki. Ninakwambia unatabiri kwamba siku moja vitu vitakutafutaka. Haiko ule juu unatumikia, ule mtumikie kwa bure, mfalme anakuja kukulipa. Amen. Kuna nabii mwana nisikia? Ndio. Azemele ndoto ikakosa kuitafsiri. Njoo ule mtu mwenye walisema usinisahau. Ushuhuda ya mtu njoo mali yake. Wewe unavunja ushuhuda yako usilie kesho. Malikio utaruka, malikio utajazu. Na uko unavunja ushuhuda, same problem. Acha watu wakushuhudie mbaya, na wewe pata chengine chenye wanaweza kukutapia yako. Uko tu maisha hivi mtu tu. Sans souvenir. Una problem? Ase wema ni akiba. Na ubani nini? Akiba. Pastor Joya izifikisha hii kazi hapa, Mungu aniache vile. Tutalipa. Aseme ule mtu akasema, mfalme, siku nikisema ndio kwa hii kazi yako. Kuko mtu moya mprizo mwenye alitabiri yake kemie darudi akasema mnaone mwingine watamu na hapo siku kidogo wakamu na mimi nikakuya hapo ule anaweza ambia mwenzako jenga ushuhuda wako mwambie tena usikosake wa kushuhudia hata moya vema. Amen. Amen. Kuna mtu anasikia hapa kile kitatosha Yusufu ule mprizoni nini? Wewe uko mprizo ya kosa kuolewa, uko na ushuhuda gani wa kuoa? Na kiana mwenye takia anataka anasema ule dada ni mlozi. Binaishi ni ushuhuda tujue na vivunjaka. Ushuhuda ndio mali ya mtu. Unataka enda asema uolewe. Unasema haiko ndio alichapa mtoto wa jirani fimbo hapa mpaka kazimia. Wewe atakuwa chapa wako namna gani? Ni hatari. Achana naye. Tenda mema ikupe ushuhuda. Kuna mtu anasikia? Mimi nasema tenda nini? Baka kushuhudia mubaya jihakikishia aliko kuweye jenga ingine njia yotapata makushuhudia vema. Kuna mtu anasikia hapa? Na hii ushuhuda ya Yusufu tupate ingine revelation. Alifanyaka mema watu gani? Watu ba nyumba ya mfalme anafananishwa na Mungu.
Eske nyumba ya mfalme uko naifanyia, uko naitafutia mshuhuda? Kuko mwenye iko hapa na anatoa na sadaka tena anaenda isema sema ili nakufa bure. Jengaka ushuhuda yako kwa watu watakao kutetea kwa mfalme. Pasteur Joae ni mtu wa mfalme Mungu. Ukijenga ushuhuda yako kwa Pasteur Joae, kesho nitasema baba, ule dada aishachokea hapa. Zambe mkumbuki. Batakia kutosha ba ile prison yenye jamako ilikuweka kama. Kuna mtu ananielewa? Ambia mwiko karibu yako. Watu wa mfalme ushawajengea ushuhuda gani? Julaburu ya reciproke. Ndio nikwambia uko majina za watu unaweza sema unajibloke. Na uko majina za watu unaweza sema unawasudia vema, kumbe unajijengea wewe peke. Saa yote watumishi ya Mungu ni unajibomola au unababomola hapo. Juu asingepatikana na mtu mwatakuwa kule kwa rua mwenye alishengeaka ushuhuda, hangekumbuka. Pasteur Joae kila siku anafaa contact na Mungu. Jani kuhubiri juu ya mkuyu. Kila matapatikana muro ya Pasteur Joae vema, Mungu atamuona na atauliza iko muro yako alifanya nini? Nasema huyu kwa experience ambe unayapata ninyesha fanya ambe hana parcelle. Haleluya. Mungu atasema shuka muro ya Pasteur Joae niende kwako leo, kovu ni kwako na nyumbani mwako. Amen. Sio kuna mtu anasikia hapa. Ndio maana mtu mmoja mwenye yuko anafanya vya mzuri kwa hii kanisa asione kama anapoteza. Mtu mmoja anafanya vya mzuri juu ya Pasteur Joae asione kama anapoteza. Na usione kama Pasteur Joae tu kuko kinywa ya Pasteur Joae itakutetea kwa mfalme mwenyewe njoo mwenye dunia na vyote. Kuna mtu anasikia hapa? Ni watafikia mwisho. Hizo mtakata mara pili maana ni amrefu, kesho tutaendelesha. Akasema iko kule prison. Yusufu tunaingia sasa kwa revelation mbele afike kwa mfalme. Sikia ufunuo iko pale. Asema bakakuya leta mjumbe mbele ya baraka zote, inabidi kupatikana mjumbe. Amen. Hii ndiko nawapatia ni ujumbe. Inatayarisha kuna kitu cha Mungu kitatokea, inakutayarisha uwezo ukipokea. Amen. Mjumbe akakuya akasema wewe Yusufu unaitwa na mfalme. Yusufu anapanda mnywele anasema maana yake na mfalme amesha seziri problem yangu ke niko nani? Mubakaji. Siku dosi yako inaanza panda ngazi, ujue baraka zinakuja. Amen. Aseme kwenye akili ya mwisho inafika, kwenye akili ya mtu inafika mwisho ndio ya Mungu inaanza. Mungu hawezi kubariki wakati ungana hima solution. Kama unafika mwisho wewe bakia tu kazi ya Mungu, ujiache. Kuna wakati Mungu atakubariki hata na hitaji ya uyumbake tena. Amen. Mwambie mzako acha pupa sahau hitaji. Mwambie sahau hitaji, enda tu neno la Mungu. Haleluya. Aseme Yusufu mbele aende. Akasema Manigredi nataka aende. Manigredi iko na karama. Inabidi vitu vitatu mbele nifike kwa mfano. Vitu ngapi? Aseme Yusufu akanawa. Sema kunawa. Kunawa. Haleluya. Aseme akapakala mafuta. Aseme ya tatu akanyola nywele na akavala mavazi. Akafanya nini? Akafanya? Akapakala mafuta. Akafanya? Ila hata semani, sinisha wafundisha hotel. Sema fundisha kai interpretation ya vitu vitatu. Nyosho. Nisema leo sitawachamba mimi unaacha tu na kuchamba. Maligre karama au takuwa tu na karama kiroho bila usafi. Sasa nafundisha hapa kwa msika gizi ya kunawa, wewe unasema barabara Pastor Joana Diese basi. Anaanza kusana vya msika kule chini anaanza sema ifo kwenda hivi. Marawa yeye utana mahubiri. Nani mwakwambia mahubiri tu ni vya mbinguni na vya dunia. Hapa 100 juu ya 100 tena uzima. Ukijisahau utasaulikana. Ilibidi angeshigusa mbele aende kwa mfalme. Usiendake mfete na huko njala. Utakuwa ni siku. Anza pakiza juu unaweza kule basi sinalia. Haleluya. Hii unaokuya hapa mbele ndio mkazi yako umeshajijua kwanza. Mwatakukombatre mkazi hata kuweza. Juu ushajijua. Amuna ukijijua unaweza. Haleluya. Hata Yusufu ile kunawa maligre karama akanao. Meleo washakazi maloro watumishi wale wakipata karama manake hata na watu tena. Utana tabiria na burgomestre na kuna nuka, kinywa na nuka. Esa alitafuta karama yangu kilicho ndani yangu. Attention atangalia chechiko nje. Usafi wa moyo pia wa kimwili.
Acha zagara. Uko msika, pastor niombe nioleo. Mimi nakuombea unaoleo. Mekiano wa kwanza matakia kutilizia nasikia harufu. Binaishi. Maligre ulitabiriwa fanya tendo. Maligre matambia ana unapokea haja ya moyo wako. Ilifua aende akutane na Elkani makutane. Ndio. Mimi akisema nimepata mtoto nishampata, utampatia mwewe. Maligre uko na ahadi za Mungu, tumikia Mungu, fanya kazi. Imani bila matendo na kufa. Kuna imani kwa mtu mmoja aliye gerezani, lakini naomba akifika akuwe na matendo. Watu wana lazima tu ya chechiko ndani yako, kile chechiko ndani yako kitashuhudia kilicho ndani yako ni vie extérieure. Wewe peke unafanana na sabu mbafu. Sitatupe mbona sana napita kwa president Kisekedi wewe mtabiri. Tatupatisha. Il faut batumishi ya Mungu banzo nikana kile batumishi na bashakazi onekana kile bashakazi malgré karama. Malgré karama joie mwanze muzia biato ya bien ma veste ya bien ndio kile kundi kia bakombole wako babajitia kama hapa na 100 francs. Njoo. Bana tu entretenir watu ya Mungu malgré karama alinawa. Malgré karama kapakala mafuta. Malgré karama kanyola nywele tu kiangalia hizo pastor joie zinakuwa kuya useme papa onde nyolewa. Ukiona kiato ni hiki kila siku suza na kiajone kila siku ya Januari. Uza na kiajone. Pasteur Joas bakie tu abatisi kila siku. Enda uza na kaveste, uza na kapolo, uza na kapardesika propre. Kesho pasteur na change. Malgré karama. Alléluia. Malgré karama usikanishe fasi ya uchafu, tutie rangi. Mwenye ataanza fika hapa na santire uwepo malgré atokea. Sasa tutatokea anasema ndio hivi vitu vinamfanana. Mfumu ndio anakuwa vinamfanana. Unatabiria mtu nyumba wana wako mumashagari. C'est un problème sérieux. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuna mtu anasikia hapa? Dada malgré wasema utalunga, jiswanye. Kujiswanye iko mpaka utie mafuta kuchoma ngozi. Piga kameshe ka bien propre, tia ka putru. Kameme. Acha wewe. Kama unakia kwa maombi, vala kitambana sio unafika hapo, ukitoka tu hapa nje tosha. Ile kichwa kwa lazima fresher. Na nywele si. Haleluya. Hivi je nisema watu warudie meusi mtasema lazima tusijipambe. No. Kujipamba hivyo tu kugeuza rangi. Ase tout excès mauvais. Bwana tusaidie sana. Amen. Kunawa inataka maanisha kushitakasa kwanza. Akatosha nywele ni utakaso jikontrole. Heri mwenye moyo safi maana atamuona nani? Ndio. Sasa unataka na mbele ya Mungu jitakase. Mafuta ni kuita nguvu za Roho Mtakatifu utakazo kupasulia njia na kukupa kibali. Pana watu wanayua ubiri mimi hawana kibali mbele ya watu. Maana hawana mafuta ya Roho Mtakatifu. Mavazi ni ushuhuda Aisha ipata deja kwa nani? Kwa mfano. Vile vitu vitatu na akafanya nini? Akanivala. Amen. Malgré alikuwa na onction, mais ananawa. Inataka maanisha tena nini? Ukapakala mafuta na ukunao inatoshaka harufu mbaya. Kamata parfum unafanya 5 jours au unawe ndio unajiparfumer, utaoza, utaunuka saki ozo. Manake onction pamoja na zambi utanuka. Malgré kuna nguvu za Bwana ukianza changa mozambi unanuka. Kuna mtu anasikia hapa. Mtu anaweza kuwa na onction, kama hana utakaso. Akumwanzo ataonekana sawa, mesaba atakunasa muzile zambi zako. Na wote watakushuhudia mbaya, utaenda kunanuka. Kuko mtu anasikia hapa. Papa, malgré uko na bibi, unamchanga na wengine siku atayua. Na heshima kidogo alikuwa anakupa inaanguka. Na kwenye unapita njia heshima inaenda. Acha changa utakaso na nini? Acha changa onction na nini? Na zambi. Ukristo wako yeye utabakia mwa hii kanisa miaka na wewe acha zambi. Itakuwa Ukristo wa kunuka na Mungu akibariki wengine wewe atakubariki. Malgré unakiaga kila siku priere matinale, acha zambi. Haleluya. Njoo ilibidi Yusufu aanze jitakasa. Kwenye ninamalizia ni revelation ya Yusufu mbele ya mfalme. Haleluya. Ufunuo ya Yusufu mbele ya nani? Mfalme. Mfalme anamwambia hivi. Yusufu anafika kwanza kimwili kosmati. Huko mtu mwingine mwenye sai alikuya hapa. Mimi anafuata wajuru wanawe. Pale tu watu atani kuna uhiri. Akiona mtu anaona hivi pembeni anatema zamiri na mpika. Iko sawa anatema ashu yangu. Mali gunda fata vya kiroho so aye propre.
Usikuwe destabiliser, usikuwe na complexe mu watu. Unafaa 2 jours au rese. Sasa unaongea na mtu anafaa hivi. Unasema iko sawa kose ni juste kuresi amesikia harufu. Ore unajificha jua anakaa shine usimpatie corona. Complexe yako ya mbaya inaachaka na vinyo unaweza unavishinda. Haleluya. Yusufu akafika mbele ya mfalme, bakamwambia hivi, wewe unaweza kutafsiri ndoto ni wewe? Akasema haiko mimi. Mungu aliye ndani yangu njoo anaweza. Amen. Yusufu alikuwa tuna asili ya kutembea na vitu vingapi? Anajivua tena utukufu. Malgré alikuvua utukufu, na wewe mbele ya Mungu vua utukufu yako juu ya Mungu ingi. Acha kwenda mbele ya Mungu na manyota zako nilisema jana. Moi je suis, il faut muniheshimie uko na ni wewe. Hata uko na daktari yako ikala kule nyuma. Kuna mtu anasikia? Ukafika kama mfeto usijipatie kiti kia mbele. Jipe cha nyuma, benye watakuona nyuma watakutosha pale wakutie mbele. Sasa huko bayuwe makiingia mkanisa wanapenda mpaka paramia na mache. Akifuata predicateur joie kuna uhiri 2 jours au mimi na job yata kushinda ule mlifai pasteur. Bali kwambia upasteur tu ni kuhubiri. Hapana upasteur huko na vingine. Kuna mtu anasikiliza hapo? Hapana mimi aliye ndani yangu. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Yako nashindwa kueleza. Nalita watu waje. Haleluya. Itika kushuka ili Bwana aanze. Muma problem usijipatie ke solution. Yusufu angekuwa mtu wa kujipa solution, angejipatia ka solution ya kulala na mke wa Potifar. Angezania ndio atapata mkubwa kumbe ndio mnataishi. Akamkataa akoserve ndoto. Njoo hapa tena unamuita juu ya ndoto. Wewe njoo unatafsiri, anatupa mkubwa, anapatia Mungu. Amen. Kukatala msharati. Gazo anakupenda, anakuambia dada uko wabie. Sasa nakuprovoke ndani sifa. Ile sifa njoo itaacha unalala naye. Mimi magana nakwambia nimekupenda uko wabie, tukutane basi. Umwambie mi malgré uzuri. Si haiko mjua mzuri mipeke. Wewe tafuta mzuri wa kulalana. Mie mzuri wangu ni wa kuolewa. Sasa ishi. Mewe akakupanula maneno na kwa saa nguruwe inapandisha mgulu yu. Uko katala sifa haiko kila mwana kutapa njoo anakupenda. Kuna mwenye anaweza kukutapa leo akutafuta akunasi. Katala masifa ya bana pendaka sifa za Mungu. Hata dunia ikukwazi isikutenganisha na upendo wa Mungu. Kuna mtu anasikia hapo? Menye na baba benu akiroho akakwambia acha hiki, unasema nisha vipenda tu mimi na vienda hapo. Yusufu anakatana yake juu Mungu hakumwambia vipi. Tembea mdiscipline, nikwambia mwiko na ndoto anatembea mdiscipline. Mfalme akasema okay sio shida, ule Mungu wako anitafsiria. Nimelota ndoto 7. Nimelota ngombe 7 za kugonda zinakula za nini? Inamaanisha nini? Yusufu anatabiri anasema, mfalme unaona? Zile ngombe 7 za kunenepa ni miaka 7 ya chakula. Unabii kweli unaisikia yake na inagusa kumoyo. Kwenye kuko baraka yako unasikia yake kinakumariki. Hata wengine watasema mbona si atolike kinamariki udada hapa. Wewe ushasikia ushabarikiwa. Hapa tu vile niko naongea, mwenye baraka zake ziko nyuma yangu. Hata niseme ya mingi, hata niputre nisiputre, anajisikia katu bila farijika kwa sababu nasikia sauti ya pastor Joai. Au yakapata mahubiri kwa kuzungusha timingi, haiko hata ndio ulikuwa pangilia. Mezo nasikia tu moto, unasikia na sauti unabakilisha pa. Ndio mwenye uko baraka zako na wakasa vile asumako. Baka kwambia unapendea hiki kitu nini na wewe utapata hatari hizo. Mimi nasikia katu mimi nakikufa tu. Mungu atusaidie hapo. Amen. Azime mfalme akajisikia anaguswa na tafsiri moja. Kumbe vile vitoko waka mtu haiko vya mingi. Ase imani na kia kwa kusikia. Na wokovu na kia kwa kuongea. Uko unanisikiliza? Sasa bubu anaweza okoka yeye. Bubu mwenye anajua ongea ataongea. Mungu akusaidie uanze ongea neno la Mungu. Azime akamwambia hivi. Mfalme vile vineshia pale. Pale Saint Esprit ikachukua kwa Yusufu pa. Nikamwambia hivi. Usimalize kumtafsiria yote na wewe ajipenyeza ndani. Ukimaliza kumtafsiria ndoto
na huyaingia mwele ndoto yake, après kumaliza unarudia mprizo. Hizo kuna mtu bwana nifuata. Usimalize kutafsiri ndoto ya nani? Ya mfalme na huyaingia mwayo. Usitike neno ya Mungu ipite na uingie hapo uishi. Tu kama hata umeisikia, umeisha itafsiriwa, kama uingie ndani utarudia mtumwa. Kumbe Mungu anabakia mtumwa ajua huyaingia neno la Mungu mliishi. Tangu nishanja ubirusha fanya nini hapa? Mtu mwingine tangu alifika hapa alinuzia kaka vest. Kamen. Mwingine tangu alifika hapa akauza kaka moto. Sasa aliingia maono. Wewe ushaingia mwayo wae. Mwingine tangu alifika hapa leta 12,000 francs yake nyumba ile kuna shingo ya mchungaji. Wewe ushaingia mwayo wae. Uliza mzako ushaingia mwayo wae. Siko shida. Mwingine akaingia mwayo akaleta akatuletea pale mikrofoni. Mwingine akaingia mwayo aisha akata karne iko pale. Ambia mzako na karne yako ya mosha iko pale. Muulize karne yako ya mosha iko pale akupe shida. Anakuambia ni asidanganye. Haleluya. Usimalize kutafsiri ndoto na uingia mu yake. Pendaka uingie mu ya mtu mwiko na power juu na wewe upate power. Basi kile kitakutosha mtumwa ni power. Amen. Muangarishe pastor Joae wenu juu na nyie kesho Mungu awaangalishe. Amen. Muangarishe nyumba ya Mungu juu na nyie kesho Mungu awaangalishe. Muangarishe nyumba ya mchungaji juu mchungaji abashuhudie vema kwa Mungu, Mungu akiwatosha magereza. Kuna mtu anasikia hapo? Aseme akapiga depa na yeye. Pardon mfalme, nilikuwa nimesahau nyingine tafsiri. Unaona na zile ngombe 7 za kugonda. Niambie tena unasema zilifanya nini? Zilikula za kune? Unazania amesahau. Kwa napenda na neno la Mungu upime lipoze question. Amen. Na yenyewe binamaliza kaneno hakuna kupoze na question. Mulisikia tulisikia na poze question. Zile zilifanya nini? Zilikula za kunenepa. Ile nataka sema hivi, ni miaka 7 ya njama yenye itadomine zaidi kushindia ya chakula. Sasa usikia unataka ingiza. Utafute mtu wa akili. Anata parapara. Nifanye nini sasa? Sinajua mnakia kama tuombe mahitaji. Mnakia sema mnakia tafuta mfanye nini? Mwenye chenye tutakwambia hatuwezi kupa unabii na tushindwe kuingiza maono yetu. Ifo tukwambie cha kufanya na wewe tukuingize. Kumbe hawezi pata kitu kia mtu kama hauya muelewa. Omwana molo akali anise na babake anamwachia uriti. Mtoto mwenye akulake na babake yake na uriti. Njoo za stukia wamingi wa watu nini ndio kadafu mabungo wananiambia lete za majengo. Basi njoo nilileta za nitabiria nirudie. No! Vene tukuingize hapo. Amen. Kumbe atuyafaka tazambi. Basi zambi wapi? Si neno la Mungu. Aone kama Yusufu na anataji ingiza. Eske Mungu anamwambia ashiingize? Anaogopa prison njoo. Upetiko na ndoto umetatimilika kaka. Ambia mwenzako kwa na akili ndoto itimilike. Unadhania Kadafe mabungo atungeshingiza mubya watu tuwaingize mubya yetu. Hii kanisa ingebandukia wapi? Sawa kuna vile nakwambia ngapi triplex ngapi? Baba miezi kukia ngapi? Utasema vya bongo mimi unaenda roho Mungu atakufuata. Haleluya. Asemi akamwambia hivi. Sasa tafuta mtu wa akili mwenye utashimamisha haiko mfalme ndio alipatia nani Yusufu ministry. Yusufu alijipatia kupitia kinywa yake inayotabiri mema. Jua kutabiri mema kwa maisha ya mienda kufaka tu hivi basi. Si wanasema mimi niko mwizi na asema Yusufu akasema chagua mtu wa akili mtie. Mimi wa akili Yusufu akasema mtu wa akili yezanga hii. Jitabirie kwa na akili. Mfalme akasema hivi. Aseme tupate wapi? Tena mtu kama na wewe mwenye anaweza shimamia ekonomi ni wewe tu. Aseme kama neno la Mungu likikaa ndani yako na wewe ndani ya lile neno omba lolote utakacho na wewe utapewa. Kila chenye utakuwa na waza Mungu anakupa. Kila chenye unatamania Mungu anakupa. Ndio maana hapana kujifanya mpumbavu na kuwa mtumwa wa mtu no. Sema nakataa. Kuna mtu anasikia? Ndio. Baka sema hakuna mtu mwingine
mwe tunaweza tia wa akili isipokuwa nani? Isipokuwa wewe. Ambia mwenzako ingia ndoto za mfalme akupatie posti. Kuko watu wengi wamekosa hapa maplase mwa hii dunia sababu hawaingia mu vya Mungu. Ukipenda upate bwana wa bie, ingia mu vya Mungu. Kisha Mungu naye atakupa ile roho kigaso chenye utapenda nacho kitajileta. Kikijileta unaambia Mungu wa mingi washaso hata huyu. Amen. Zangai. Sema arashe kwa jina la Yesu. Kuna mtu anasikia hapa? Mfalme kuchagua sasa atakaye kuwa premier ni sikia nikwambie. Kila mtu mwenye iko kudunia ashakuwa ukipe. Ile place yenye wanatuma ako Yusufu anakuwa premier ni unafikiri ile kiti ilikuwa kavide. Kumbe Dieu donne toujours les places occupées. Mungu anapanaka tu nafasi zenye zishakuwa kwa watu, mais Mungu ndio anafanya selection. Anasema wewe toka, huyu anaingia. Usifikiri fie mwenye utawaka haiko occupé. Iko occupé. Usifikiri parcelle yenye utauzaka utakutaraka na haiko occupé. Ishakuwa occupé. Mais Mungu atakuselectionner pour que wewe kwa wakati wewe ndio occupé. Acha Mungu afanye selection ya mtu mmoja hapa. Hebu nifanyie amupatie place occupé. Mwenye iko president. Mwalikuwa president wa 2020, haiko jua 2021. Dieu donne toujours les places occupées. Mungu atacréer miracle yake. Ile place malgré ilikuwa occupée na huyu, Mungu atatia yako mwenye alikuwa. Sasa pour que Mungu afanye sélection, il faut quoi? Il faut un. Alléluia. Mungu Mungu afanye nini? Sélection. Ya kwanza il faut kuwa na akili. Kuna mtu anasikia hapa? Uko na nini? Ya kuingia mu vitu vya nani? Vya mfano. Si Yusufu anaanza kujua akili. Ya pili, ujue kutumika zaidi ya motara place. Manake ule mwenye alikuwa kwa ile kiti ya premier ministre deuxième personnalité après mfalme. Alikuwa iko. Mais ça ndoto inapatikana na shindwa fani. Tafsiri. Donc ukipenda kama Mungu afanye selection, kwa natumika zaidi, sasa kama hakuna mtu mwingine, baba nani? Joseph alipendwa na baba, Mungu wa ndugu yake, alitumika zaidi, akapata poste ya kwanza mroho ya baba yake. Na hapo kwa mfalme, mtu anataka toshewa, juu Yusufu aingie, pasikia Yusufu amepatikana na kitu kia zaidi, kile kitamuingiza kwa ile kiti. Hautaingizwa mnyumba dada, na una kitu kia zaidi mbele ya Bwana. Hautaingizwa mundestine, na huyu afanya kitu kia zaidi. Ambia mwenzako kitu gani umefanya kia zaidi ya wengine? Kwa mtu ananisikia hapa? Haleluya. Amen. Muwaimbaji, imba zaidi ya wengine. Mukutumika kazi ya kanisa, tumika zaidi ya wengine. Mukujitoa, toa zaidi ya wengine. Mtu barabara anasema muna fulani, maana yake uko mtu wa kawaida. Mesaro ya Mungu itaingia, utakuwa zaidi. Zakayo alitosheka na mali. Sa Mungu alimuingia, alienda zaidi ya kusema mali hainitoshi, inaomba nipate na heshima. Mtu mwenye Yesu ameingia, anampeleka kama uzaidi. Enda kwa uzaidi katika jina la Yesu, pokea. Sa Yesu ataingia mhubiri, atahubiri zaidi. Hamwezi yua pourquoi Joana hubiri hali ya mingi. Ifo kuhubiri zaidi. Ifo kuomba zaidi. Kila kazi unayoifanya ifanye kwa moyo. Amen. 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 Mimi nakutabiria nitakuwa ni maombi. Utakuwa nasema tu amen. Amen. Kwenye nastahili kusema amen, mimi nataona kama kuna akili. Natatabiri juu ya mtu mmoja hapa nikisema kwamba haleluya. Amen. Kuko parcele yako yenye shako ukipe, Mungu haikunyang'anyie leo na akupe kwa jina la Yesu. Natabiri juu ya mtu wa pili. Kuna kazi yako hapa yenye iko ukipe, Mungu adeloje ule na akutie pale kwa jina la Yesu. Maana wewe utapata akili ya kuleta moja ya 10 kwenye madhabahu haya. Mina katala wa maskini hapa. Mina katala wa shomere hapa. Mina katala wa seleba hapa. Acha Mungu akupe selection. Hallelujah. Amen.
kuko afya yako yenye ishapotea. Amen. Na kuko mtu mweko narizika mwafya yako na ushakuwa mtu wa magonjwa. Na tabiri leo ile magonjwa yote yenye iko na wewe kuache, Mungu alete afya yako na akurudishie wewe. Kuko heshima yako yenye ishakuwa ukipe, Mungu haikubaidoshe kule, haikuletee wewe katika jina. Kuko mtu unazania hakuna kitu kinafanyika. Kitu kinafanyika. Ndio. Sikia nikwambie, mimi nakupatia migini 3 zenye watu wawili wenye Mungu alipatia kama migini iko kipe. Mungu ana promettre Kanani, nchi ya kutirika maziwa na asali amepatia Israeli. Mgini ya Kanani mko tribi 7, Waiti, Waamori. Amen, amen. Amen. Bale biko wako Mungu aisha pana. Kumoneza kwa unyumba na Mungu ashakupana, deception. Kumoneza kwa mkazi na Mungu ashaipana. Ndio. Ambia mwenzako vile Mungu alikupa ukivipenda, apendeza Mungu jua sivipana. Amen. Mwambie hivi, ukijifanya mlegevu unachezesha ile nyota raplasa iko karibu. Ndio na mtu mmoja hapa mwenye Mungu aishabariki, chunga ile kitu Mungu amekupa. Aseme kama ukikamata 5 unaitia chini ya meza haitangazia. Na Mungu akiona tala alikupa utie yule ya meza yangazie watu, wewe unaitia chini ya meza, Mungu ataitwala na kupatia mwenye atakuwa na roho ya kuangazia. Ndio. Chenye Mungu alikupa usikifiche. Mie kama si Antone wengine hata Antone merci. Uone mkartie watakunyang'anya hacho. Utawaza ni uko nacho kule kumbe kisharudia hapo. Kanani iko kipe, Mungu alipatia wanani? Waisraeli. Na sasa taingia hapo wanamwambia mpigane vita. Njoo maana maisha yote ya Ukristo najaa vita, juu ya tutapatiliwa bilikuwa bishakuwa ukipe. Kwenye Kadafi Mabungo iko kulikuwa ka ukipe. Leo Mungu akatunyang'anyia, akasema Kadafi Mabungo kuwa pale. Jana bilikuwa mimi mchanga, kumbe wanatosha mchanga na mimi natutoshea sie. Kuna mtu mbona kutengenezea kazi yako, utafika na kula bila kuchoka. Wakati wa maziwa ndio utatokea. Ninaomba Waamori, Waiti walime Kanana. Sawa wameshakomalisha. Israeli ikue vuna. Wewe ni mtu wa kuvuna. Wewe ni mtu wa kuvuna. Wewe hautatumika kazi. Kazi yako ni kuingia tumbo ya mfalme. Ndio maana Mungu akasema nyinyi muombe na msijisumbue kwa neno lolote isipokuwa kuomba na kushukuru. Na haleluya. Kuomba na kufanya nini? Na kushukuru, na Mungu atawapeleka maziwa. Amen. Maziwa yako itokee katika mwaka 2020 katika mtu wa pili mwenye Mungu alinyang'anyia akampeleka mplasi ukipeni Daudi wanampaka mafuta wakati yenye Saulo naye angali nani? Mfalme. Unaangalia hivi vitu. Saulo angali mfalme. Tunike Mungu kukuselektione. Malgré kazi zote ziko occupé. Wakati yako ikifika, Mungu atakuselektione na atakutia kwenye wengine walikuwa. Wewe usidhanie kama utatumika kaka chembe. Utatumika hapa Msantreville. Amen. Hapana kwenda kujiujia kuuza ile parcela ya kule mshamba. Unaweza toka Mpanga unapata ile pale kwa barabara. Ilikuwa ka ukipenda na familia yako. Ndio maana karibuni na mimi ile parcela ya mbali na Tanzania yujisha Mungu anipeleke pale katikati. Amen. Msomo ananifungula tena akili. Mimi na wakati ndio za kule kwenye kuko ukipe. Kumbe huko kwenye shashenga nyumba ashatushengea. Huko mwatatosha gari Bulaya anatutoshea. Amen. Huko matenda nunua moto ya mpya tutaikamatia hapa. Aliyebarikiwa anaingia maziwa na asali. Ndio. Mfalme!